Maandiko machache hapa ambayo ninataka kuyarejea usiku wa leo. Nilikuwa nikiwazia juu ya somo la kwa nini tupo hapa. Ninataka kusoma sehemu ya maandiko ambayo ninaamini ya kwamba yote katika kila mkutano neno la Mungu linapaswa kusomwa, kwa sababu ninajua yeye angeweza kukutana nasi bila ya kusoma neno, lakini nina hofu sana kwamba nitafanya kosa. Kwa hiyo kama nikilisoma neno lake, ninajua hakuna kosa katika hilo. Kwa hiyo mimi hulisoma neno lake, ndipo ninajua ya kwamba jambo fulani litatoka kwenye mkutano huo kwa sababu ya kusomwa kwa neno lake. Na kwa hiyo ukiwekea msingi mawazo yetu juu ya maandiko ambayo tutasoma, mahali pamoja panapatikana katika Yohana Mtakatifu mlango wa 10 kuanzia kifungu cha 32 na cha 39 vyote pamoja. Halafu katika fungu la kale linalojulikana Waibrania 13:8. Sasa katika Yohana Mtakatifu mlango wa 10 kuanzia kifungu cha 32 tunasoma haya. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba yangu. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao. Na katika Waibrania mlango wa 13 na kifungu cha 8, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, mtakase mjumbe usiku wa leo Bwana kwa ujumbe na mwenye kulisikia neno, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa tunapolikaribia somo hili, somo dogo tu la kawaida kwa ajili ya usiku wa kwanza, tupate kufahamiana, ninataka kuchukua somo hili la nini? Kristo aliyetambulishwa katika nyakati zote. Sasa kitabu cha Waibrania hapa kinatuambia ya kwamba yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na tunasoma katika Biblia hapa ya kwamba Wayahudi hao walikuwa wakimuuliza maswali. Tunaona Wayunani walimuuliza maswali, na lilikuwa ni swali la siku zote. Ilikuwa ni kwa sababu watu wengi sana wanafasiri nyingi sana za yeye. Hakuna mtu aliyepata kusikia habari zake pasipo kutamani kumwona. Nina hakika ya kwamba kama ningaliuliza usiku wa leo, ya wangapi wenu wangetaka kumwona Yesu, kila mkono ungeinuliwa. Hakuna mtu aliyepata kusikia habari zake pasipo kutamani kumwona. Kuna jambo fulani kuhusu hata jina lake ambalo hunini tu linatuvutia tu sana. Kuna kitu fulani kulihusu ambacho huusisimua moyo wetu kulisikia tu jina hilo, Yesu. Kwa sababu katika jina hilo tuna msamaha wa dhambi, tuna ukombozi wetu, kwa kuwa familia yote mbinguni inaitwa kwa jina hilo. Na kwa hiyo sisi, Mungu kulichukua jina hili la kibinadamu liwekwe juu yake mwenyewe wakati alipodhihirishwa katika mwili, ni jina la ajabu jinsi gani! Sasa tunamwazia yeye kuwa ni mkuu sana, na kote katika nyakati watu wote wamelilia kumwona Mungu. Sasa shida yake, tangu wakati wa Ayubu, nafikiri Ayubu kinahesabiwa kwa kimojawapo cha vitabu vya kale kabisa katika Biblia. Kiliwekwa tu ndani. Kiliandikwa wakati wa Musa akiandika vile vitabu 4 vya kwanza. Sasa tunaamini ya kwamba Ayubu mle ndani alilia wakati mmoja, laiti ningaliweza tu kumwona, laiti ningalijua mahali ningaliweza kwenda nyumbani kwake, ningetaka kwenda. Kwa maneno mengine, nikabishe mlangoni pake. Sote tunajua ya kwamba tunatoka mahali fulani, tuko nyuma ya pazia fulani ambalo sisi, kuna kitu fulani ndani yetu kinachotamani kushika kitu fulani, kwamba tunajua kwamba tunatoka mahali fulani. Hatuwezi kuwa kama tu tulivyo bila ya kuwepo na kitu nyuma yetu kutuumba.
saa yangu isingaliweza tu kutukia. Mtu yeyote aliye na akili yake timamu angejua saa hiyo, vito na mpangilio wa saa na virekebishaji na springi na mikono, isingalitukia tu. Haiwezekani kwake kutukia tu. Angalia maumbile hayo mengine, jinsi yalivyopangiliwa vizuri pamoja. Unajua hayangetukia tu kwa bahati. Zaidi sana jinsi gani mwanadamu alivyo mkuu kuliko saa. Mwanadamu ndiye aliyeibuni saa na kuipimia wakati na kuiunganisha. Kwa hiyo kama haiwezekani kwa saa hiyo kuwa ilitukia tu, zaidi sana vipi kwamba mimi na wewe ilitukia tu tukawa hapa? Hapana budi pawepo na muumba nyuma yetu. Kama tukiangalia uumbaji wake mkuu, jinsi unavyosogea na jinsi yeye anavyoishi ndani yake, anavyoishi ndani yake. Unaona jani, jinsi ambavyo jani hujishikiza mtini, na karibu na katikati ya Agosti, bila ya jalidi au chochote kile, uhai huliacha na kuingia chini mizizini. Jani hilo huanguka chini na kukaa papo hapo juu ya ardhi. Sasa kuna nini? Kuna akili fulani inayolizungumzia. Mti huo hauna akili yake wenyewe. Kwa hiyo uhai huingia chini kwenye mizizi ya mti upate kujificha kutokana na hali ya hewa ya baridi. Kama ungalikaa huko juu ungekufa. Majira ya baridi kali yangaliuua. Sasa jani hilo hufanya nini? Kulala ardhini na kuoza. Uhai hufanya nini wakati ukiwa kwenye mzizi? Kuzinyonya kemikali hizo kutoka kwenye jani lililokufa, kalisi na chochote kile kuingia ndani yake, kisha linachipuka tena katika majira ya kuchipua na kurudi moja kwa moja mahali pake tena, ukichipusha jani lingine. Ni ushuhuda, mauti, kuzikwa na kufufuka. Jua huchomoza asubuhi kama mtoto mchanga aliyezaliwa. Saa 2 ama 3 liko shuleni. Saa 4 limetoka shuleni. Saa 6 liko kwenye umri wake wa makamu, na kisha linaanza kufa, linakufa tena na kutua magharibi. Je, huo ndio mwisho wake? Linafufuka kesho yake asubuhi kushuhudia uhai, mauti, mazishi, ufufuo. Kila kitu yote Mungu huishi katika maumbile yake. Yeye hufanya hivyo na amefanya hivyo kote katika nyakati. Sasa njia moja pekee tutakavyopata kujua kama Mungu angali hai, tunaweza kumwona katika uumbaji wake. Lakini Mungu alipataje kujionyesha kwa watu ya kwamba fulani anasema, vema, Mungu yuko wapi? Unazungumza mengi sana kumhusu yeye. Huko Afrika kwenye huduma ya umishonari kule, na miongoni mwa Waafrikana wanatumia neno la amoya ambalo maana yake ni nguvu zisizoonekana, kama vile upepo. Mungu wako, yeye anasema, Mungu asiyeonekana. Yeye ni kama upepo. Yeye ni nguvu, bali sisi hatumuoni. Vema, ninaamini ya kwamba tunaweza kumwona, kwa sababu tunaona katika mlango wa 12 wa Yohana Mtakatifu, Wayunani fulani walikuja kumwona Yesu, nao wakasema, mabwana, tungependa kumwona Yesu. Ndipo wakapelekwa kwake na mmoja wa wanafunzi wake. Na Waebrania 13:8 ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Na kama anaweza kuchukuliwa katika siku hizo akaonekane na mmoja wa wanafunzi wake, kwa nini sisi tulio wanafunzi wake usiku wa leo tusiwalete mbele zake wanaomtafuta? Kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Biblia inasema ndivyo alivyo. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa ninajua hili linasikika la kijinga, lakini kama mtatuvumilia tu kwa dakika chache, naamini ya kwamba mimi kwa msaada wa Mungu na neno lake na kulingana na neno lake ninaweza kumleta papa hapa mbele zenu. Na halafu jambo hilo ni faraja ya jinsi gani! Hilo ndilo lililotuleta hapa. Sisi wa Kristo tupo hapa kupata faraja, kuja katika uwepo wa Mungu tunayemfahamu, ambaye anaweza kutufufua kama anavyolichipuza jani, anayeweza kuturejesha. Je, ni hadithi ya kutunga tu? Ni baadhi tu ya maneno yaliyowekwa pamoja? Ni hekaya fulani za Kiyahudi? Ama ni ukweli? Palipo na makosa mengi sana, hapana budi kuwepo na ukweli mahali fulani. Palipo na dola bandia, nitasema kuna iliyo halisi ambayo hiyo imefanyizwa kuiigiza. Na palipo na kuigiza kwingi sana na mambo mengi sana tunayoona siku hizi, hapana budi pawepo na Mungu aliye halisi mahali fulani. Sasa kama hatumtumikii, basi hebu na tuachane na jambo tunalofanya na tuende tukamtumikie, kwa sababu hata hivyo ushuhuda wetu unafaa nini kama haufai chochote? Na uaminifu wetu hautuondoshi kwenye hukumu. Makafiri ni waaminifu. Watu hunywa asidi ya kaboliki wakati mwingine ni waaminifu, wakifikiri wanakunywa kitu kingine. Uaminifu haufui dafu. Hapana budi pawe na njia iliyo sahihi na njia iliyo mbaya. Ninaamini ya kwamba Biblia ni sahihi. Ninaamini ya kwamba neno la Mungu ni kweli. Sasa Mungu hana budi kuhukumu. Hana budi kuhukumu ulimwengu kwa kitu fulani. Sasa wakati nilipokuwa mvulana mdogo, familia yangu iliyonitangulia, sio baba na mama yangu, bali kabla ya hapo, tulikuwa Wairishi pande zote mbili. Kwa hiyo sisi ilikuwa ni Katoliki, na ilikuwa ni jambo la kawaida kwangu kulirudia kanisa Katoliki. Vema, baba na mama yangu walifunga ndoa nje ya kanisa, wala hawakwenda kanisani.
Na basi nilipokuwa mtu mzima kujua ya kwamba kulikuwako na Mungu, kama vile wengi wenu mlivyokwisha kusoma katika kitabu changu, nilijua kulikuwako na Mungu mahali fulani. Lakini sasa wazo la jambo hilo ni kwamba kama Mungu atauhukumu ulimwengu kwa kanisa, basi litakuwa ni kanisa lipi? Kama litakuwa ni kanisa Katoliki, basi ni kanisa la Katoliki ipi? Ya Kirumi, ya Kiorthodoksi, ama atauhukumu kwa ipi? Kama atauhukumu kwa la Kiprotestanti, je, ni ya Kimethodisti, Kibaptisti, Kipentekoste, Kipresbiteri, ni ipi? Unaona, kuna kuchanganyikiwa kwingi mno. Kwa hiyo jamaa fulani angesema, vema, ina nini tu? Naam, inajalisha. Haijalishi mradi tu wewe ni mwaminifu. Kitabu cha kwanza kwenye Biblia kilichosababisha mauti, magonjwa, huzuni na dhambi kilikuwa ni kwa sababu mtu mmoja hakuamini neno moja. Katika kitabu cha mwisho cha Biblia, Mungu yeye yule katika Ufunuo 22 alisema, mtu atakayeondoa neno moja ama kuongeza neno moja kwake, ataondolewa sehemu yake kutoka katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo hicho hakina budi kuwa ndicho kitabu cha hukumu. Sasa tunaona ya kwamba hapo mwanzo, Yohana Mtakatifu 1, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Tulimwona mwana pekee atokaye kwa Baba, huyo neno mwenyewe Mungu alifanyika mwili na akakaa miongoni mwetu. Waibrania 13:8 inasema, yeye yule jana, leo na hata milele. Basi kama ni yeye yule na ni neno, basi neno lilijitangazaje katika nyakati zingine zote? Itabidi lenyewe lifanye vivyo hivyo leo, kuwa Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Hilo si zaidi ya kweli. Yeye ni neno, na ambapo jinsi neno lilivyotangazwa katika nyakati zingine zote, Mungu hajibadilishi. Malaki 1 ama Malaki 3:6 inasema yeye habadiliki. Mimi ni Mungu, sina kigeugeu. Kwa hiyo vile vile tu alivyokuwa hapo mwanzo, ndivyo alivyo leo. Naye alikuwa ni neno kwa jamii ya binadamu hapo mwanzo. Mungu kamwe hakuipa jamii ya binadamu kanisa la kutegemea, kamwe hakuwapa kanuni za imani za kutegemea. Yeye alikuwa amemkinga mwanadamu kwa neno lake. Aminini neno hili mpate kuishi. Ndilo jambo lile lile siku hizi. Basi Kristo ndiye hilo neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Sasa kile yeye alichokuwa katika nyakati zingine, basi hana budi kuwa yeye yule leo, kama anabaki yeye yule jana, leo na hata milele, ambalo nafikiri nimelielezea kinaganaga kabisa ya kwamba ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele, na yeye ni neno. Sasa Yesu alisema maandiko hayangeweza kuvunjika. Maandiko yalikuwa ni ya kweli. Nayo maandiko yanasema katika Yohana Mtakatifu 1 ya kwamba neno alifanyika mwili na akakaa miongoni mwetu. Mungu alifanyika mwili katika mwanawe Yesu Kristo na akakaa miongoni mwetu. Katika Yohana Mtakatifu 10:35 Yesu aliwaita wale aliowajilia ambao walikuwa ni neno hapo mwanzo, manabii. Yesu alisema hapa, Torati yenu wenyewe inawafundisha ya kwamba wale waliojiliwa na neno la Mungu, nalo neno la Mungu liliwajilia manabii. Sasa Waebrania mlango wa 1 inasema ya kwamba katika nini? Ilisema Mungu katika nyakati mbalimbali, na hizo ni nyakati za kale, kwa njia mbalimbali alisema na baba zetu kwa manabii, katika siku hizi za mwisho kwa mwanawe Yesu Kristo. Unaona? Sasa angalieni sasa Mungu. Yesu alisema ya kwamba wale waliojiliwa na neno waliitwa miungu. Hao walikuwa ni manabii. Sasa si kwamba mtu huyo mwenyewe alikuwa ni Mungu, si zaidi ya vile mwili wa Yesu Kristo ulivyokuwa ni Mungu. Yeye alikuwa ni mwanadamu, naye Mungu alikuwa amefunikwa nyuma yake. Mungu daima amejificha kutoka kwa watu wote na kujifunua mwenyewe kwa watu watakaoamini hilo. Mungu, Jumapili hii iliyopita maskanini ilihubiri juu ya Mungu aliyefunuliwa. Mungu daima amejificha nyuma ya kitu fulani kusudi watu wa ulimwengu wa nje wasijue lolote kumhusu yeye, bali anajifunua kwa watoto wake na kwa wale walio radhi kuingia nyuma ya pazia hilo. Katika Agano la Kale kulikuwako na ngozi za pomboo ambazo zilimficha Mungu. Yeye alikuwa kwenye utukufu wa Shekina. Huo ulikuwa nyuma ya ngozi za pomboo. Kabla hawajaingia nyuma ya ngozi za pomboo walinini? Neno lilikuwa ndani ya Musa yule nabii. Yeye alipanda juu ya mlima.
alikuwa amekutana na ile nguzo ya moto, nayo ikanena naye. Alishuka akaenda na kufanya ishara za nabii, akawaleta wana wa Israeli kutoka Misri mpaka kwenye mlima huu. Na ndipo Mungu akashuka na kumtambulisha Musa kwa kumwingiza katika hiyo nguzo ya moto na akamficha yeye. Hakuna mtu mwingine angaliweza kwenda. Hakuna mtu mwingine angalijaribu kuiga hilo, asingeweza kufanya hilo, walikufa. Mtu mmoja aliteuliwa, aliingia nyuma hapa, akaingia kwenye nguzo ya moto, akaingia katika utukufu wa Mungu na katika utukufu wa Shekina. Na alipotoka akiwa na hilo neno kwa ajili ya wakati huo, alikuwa aking'ara sana kwa utukufu wa Mungu, hata ilimbidi kuufunika uso wake. Watu wasingeweza kumkazia macho. Na huo ulikuwa ni utaji wa maumbile ya kawaida. Ni kitu gani mtu anapovunja akapitia kwenye pazia hilo akaingia katika utukufu wa Shekina? Sasa ulimwengu humwita mlokole, hawawezi kuona kuna kasoro gani. Lakini huko nyuma hakuna uzuri wa mtu huyo. Huenda asiyatamke maneno yake ipasavyo, huenda asivalie ipasavyo, huenda asivikwe mavazi ya kasisi. Mwanamke huenda asivalie jinsi wanavyoona anapaswa kuvalia. Huenda ikawa, lakini mnaona mle ndani, nyuma ya ngozi hiyo ya pomboo, nyuma ya ngozi hiyo ya kibinadamu, mle ndani mna ule utukufu wa Shekina. Mle ndani mna nguvu, mle ndani mna neno, mle ndani mna mkate wa uonyesho. Na utukufu wa Shekina ambao ni nuru, ambayo inaleta nuru inayoivisha nafaka. Ninyi watu wa Kansas mnajua jambo hilo, kwa mazao yenu ya ngano. Bila ya hilo jua haitakomaa. Na mpaka utakapokuja nyuma ya hiyo ngozi ya pomboo, mpaka utakapotoka nyuma ya ngozi yako ya kale, mawazo yako ya kale, kanuni zako za imani za kale, na uingie katika uwepo wa Mungu, ndipo neno linakuwa hali halisi iliyo hai kwako. Ndipo umeinuka katika utukufu wa Shekina. Ndipo Biblia inakuwa ni kitabu kipya. Ndipo Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Unaishi katika uwepo wake, ukila mkate wa uonyesho ambao umetolewa tu siku hiyo kwa waaminio, makuhani pekee. Na sisi ni makuhani, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa kipekee, tukimtolea Mungu dhabihu za kiroho. Lakini huna budi kuingia huko nyuma ya pazia upate kumwona Mungu aliyefunuliwa. Na Mungu anafunuliwa, hilo ni neno lake lililodhihirishwa. Sasa siku hizi tuna watu wengi sana wanaosema, pema, sisi kama akina nani tunaliamini hivi. Hilo kundi lingine linasema, sisi kama akina nani tunaliamini hivi. Naona unapata tafsiri nyingi sana. Mungu hahitaji mfasiri yeyote, yeye ulifasiri neno lake mwenyewe. Biblia inasema si la kufasiriwa apendavyo mtu yeyote. Mungu hufunua mwenyewe, hufunua. Hapo mwanzo yeye alisema iwe nuru na ikawa nuru. Hilo halihitaji fasiri yoyote. Mungu alisema bikira atachukua mimba, naye akachukua. Hilo halihitaji fasiri yoyote. Mungu alisema katika siku za mwisho yeye angemwaga roho wake juu ya wote wenye mwili, naye akammwaga. Hilo halihitaji fasiri yoyote. Lingali ni neno. Neno ni Mungu. Mungu katika kila wakati amegawa kiasi fulani cha neno lake, na mle ndani angalia yale aliyofanya. Yeye alimtuma na nabii, na neno la Bwana humjia nabii. Nabii hulifunua kwa wasikilizaji, na wasikilizaji wanaliamini. Ndipo basi huyo ni Mungu katika matendo, Mungu akitenda kazi kwa roho wake. Sasa tunaona alijitambulisha mwenyewe kama mwana wa Adamu hapa sasa kutimiza. Sasa wakati alipokuja duniani, kumbukeni, yeye alijitambulisha mwenyewe kwa umma huko nje, alijitambulisha kama mwana wa Adamu. Yeye alikuja katika majina matatu ya wana. Alikuja kama mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Sasa mwana wa Adamu ni nabii. Hata Yehova mwenyewe alimuita Ezekieli akasema mwana wa Adamu. Yehova akisema na mwanadamu, nabii alimuita mwana wa Adamu. Na Yesu alijitambulisha mwenyewe kama mwana wa Adamu, maana maandiko hayawezi kutanguka. Katika Kumbukumbu la Torati 18:15, Musa alisema, baada ya wana wa Israeli walisema, usimwache Mungu anene tena, tunataka Musa anene nasi. Yeye alisema, sitasema nao tena namna hiyo, bali nitawatumia nabii. Katika Kumbukumbu la Torati 18:15, yeye alisema, Bwana Mungu wenu atawaondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Na kwa hiyo andiko hilo haliwezi kutanguka, ilimbidi aje kama mwana wa Adamu.
Sasa hilo lilikuwa ni kwa ajili ya wakati wake, wakati alipokuwa hapa duniani. Ndipo wakati alipokufa akafufuka akapaa, kisha akamtuma Roho Mtakatifu. Huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Mungu ni Roho, na katika wakati wa kanisa imekuwa ni mwana wa Mungu. Halafu basi kwenye ule utawala wa miaka 1000 ni mwana wa Daudi akiketi kwenye kiti cha enzi akitawala. Yeye amepaa juu. Yeye ashindaye ataketi pamoja nami kwenye kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda na ninaketi katika kiti cha enzi cha Baba yangu. Ameketi kwenye kiti cha enzi cha Baba sasa, lakini katika ule utawala wa miaka 1000 yeye ataketi kwenye kiti chake mwenyewe cha enzi, kwa sababu yeye ni mwana wa Daudi. Yeye ni mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Unaona, ni kamilifu kabisa. Sasa tunaona ilibidi yeye aje kama nabii, kutokubadilika kwa neno lake. Mungu hana kigeugeu. Mungu habadiliki, kwa kuwa yeye alikuwa ndiye nabii aliyekuwa ndani ya Yusufu. Alikuwa ni nabii, alikuwa Mungu ndani ya Yusufu, alikuwa Mungu ndani ya Daudi. Muangalieni Yusufu, aliyaonyesha maisha ya Yesu karibu kikamilifu kabisa, bali alifanya kosa ili kuonyesha ya kwamba haikuwa ni yeye. Mwanadamu hufanya makosa. Unaona, yeye alimwambia Farao, akasema, alimwambia baba yake ambaye alikuwa ni nabii Yakobo, yeye alisema, mwambie Farao ya kwamba sisi ni wachungaji wa wanyama, kwa sababu mchungaji ni chukizo kwa Misri. Lakini huyo baba Roho asingemruhusu kufanya hivyo. Alisema, watumishi wako wachungaji. Kwa hiyo mnamuona Yusufu hapo akifanya kosa. Daudi yule mtu mkuu alifanya kosa, mtu aupendezaye moyo wa Mungu. Hata hivyo alimchukua Bathsheba akifikiri angeweza kulificha jambo hilo kutoka kwa Mungu, yeye yule aliyekuwa amemtumikia maishani mwake mwote, bali Mungu alimfichua kwa nabii Nathani. Unaona, lakini hata hivyo, hebu mwangalieni Daudi wakati alipokuwa akitoka, amefukuzwa kutoka kwa watu wake mwenyewe, mfalme aliyekataliwa. Binti yake mwenyewe alikuwa amebakwa na kaka yake, na hao ndugu wengine wakamuua huyo kaka. Naye huyu hapa Absalomu alikuwa ameasi na kulitenganisha jeshi, akasababisha mapinduzi, na Daudi baba yake mwenyewe alikuwa amefukuzwa, akaondolewa, amekataliwa na watu wake. Alipokuwa akitoka mjini, maskini jamaa mmoja kiwete akijikokota pale akimdhihaki na kumtemea mate. Yule mlinzi aliuchomoa upanga wake, akasema, nitakiacha kichwa cha yule mbwa kikae juu yake akimtemea mate mfalme wangu? Daudi akasema, muache. Mungu alimwambia afanye hivyo. Hapana shaka Daudi hakujua alilokuwa akifanya. Akatembea akikwea mlima ule ule wa Mizeituni pale, kisha akaangalia chini akilia, mfalme aliyekataliwa, ambapo miaka 100 baada ya hapo Yesu Kristo aliketi juu ya mlima ule ule, mwana wa Daudi, akilia kama mfalme aliyekataliwa, nao akamtemea mate pia. Mnaona, mambo haya yote yalimwonyesha tu Kristo. Yeye alikuwa ni sehemu yake. Mungu habadiliki, tabia yake haibadiliki. Yeye angali ni neno. Mnaona, na Malaki 3:6 inathibitisha hilo. Yeye hubadilisha tu umbo lake kwa kila wakati. Kila wakati yeye ameweka sehemu ya neno ambalo limetabiriwa litatukia katika siku fulani. Vema, wakati huo unapokuja, Mungu huingia tu katika umbo jingine. Unaona, ni Mungu wakati wote. Lile neno lilifanyika mwele na likakaa kwetu. Sasa katika Waibrania 4 tunaona, Waibrania 4:12, Yesu alitambulishwa kikamilifu kwa kazi zake na yale aliyofanya, kwa kuwa Waibrania 4:12 inasema kwamba neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, pia huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hivyo ndivyo Ibrahimu, wakati mtu huyo alipokutana naye akiwa na nguo zake zimejaa mavumbi, na tunaona wakati Ibrahimu alipomwona huyu mtu, yeye alimuita kando. Wawili wa hao walishuka kwenda Sodoma. Picha nzuri sana ya siku hizi tunazoishi, na tunamwona Billy Graham mambo leo na hao wengine huko Sodoma wakiwatoa. Angalia kanisa lililoteuliwa. Hata hivyo, ule uzao halisi wa Ibrahimu. Lutu alikuwa mpwa wake, lakini Ibrahimu, mtu huyu kamwe hakushuka kwenda kule, yule aliyezungumza na Ibrahimu. Na wakati alipozungumza na Ibrahimu alisema Ibrahimu. Sasa kumbukeni, jina lake lilikuwa ni Abramu siku chache kabla ya hapo, na mkewe alikuwa ni Sarai, sio Sara. Na yeye akasema, Ibrahimu, yuwapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani nyuma yako. Akasema, nitakuzuru majira kama haya mwakani. Na Sara moyoni mwake kwa namna fulani akalicheka. Ndipo mtu huyo akiwa ameelekeza mgongo wake kwenye hema, Biblia ilisema, akasema, mbona Sara amecheka? Hemani nyuma yake. Na Ibrahimu alimuita mtu huyo Elohimu. Elohimu ni aishie peke yake.
Sasa neno la Kiingereza Mungu linamaanisha chochote. Hayo maneno ya Kiingereza huna budi kuyaangalia, maana yana kila namna ya mawazo yaliyopotoshwa. Mungu, dawati hili lingeweza kuwa ni Mungu, mti ungeweza kuwa ni Mungu, mwanadamu angeweza kuwa ni Mungu, chochote Mungu. Neno la Kiingereza Mungu linamaanisha, lakini Elohimu linamaanisha anayeishi peke yake. Unaweza tu kuwako, dawati hili haliishi peke yake, mtu haishi peke yake, mti hauishi peke yake, bali Elohimu anaishi peke yake. Anaishi peke yake, aliyedhihirishwa katika mwili, amesimama pale akila, akinywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, akila nyama, ndama, akila mkate na akizungumza na Ibrahimu. Ibrahimu alisema alikuwa ni Elohimu. Naye Yesu katika Luka mtakatifu 17 alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa wakati wa kule kurudi, wakati mwana wa Adamu atakapodhihirishwa. Si mwana wa Mungu sasa, mwana wa Adamu atakapodhihirishwa. Wakati anapofunuliwa, anapotambulishwa kwa kanisa lake, mwana wa Adamu atafunuliwa kabla tu ya mwana aliyeahidiwa. Ibrahimu alikuwa amemwona Mungu katika namna nyingi mbalimbali, katika nuru na katika maono, bali huyo hapa Mungu katika mwanadamu, kabla tu ya yule mwana aliyengojewa na kuahidiwa kutokea. Yesu alisema kabla ya kurudi tena kwa mwana aliyeahidiwa, Elohimu angejifanya mwenyewe, neno lake kudhihirika katika mwili. Mungu mabwana, tungetaka kumwona Yesu. Mungu akidhihirishwa vile vile katika nyakati zote, daima imekuwa yeye amejificha nyuma ya mwili wa mwanadamu. Ni Mungu ndani yako. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, hata hivyo mtaniona. Itakuwa pamoja nanyi. Yeye hata yumo ndani yetu, atakuwa hata ukamilifu wa dahari, mpaka atakapofunuliwa katika lile umbo akishuka kutoka mbinguni. Neno la Mungu la wakati huo, yeye aliwaahidi nini wakati huo? Kama ukiangalia katika Biblia na uone kile kilichoahidiwa kwa ajili ya wakati huo, na uone hilo likiishi, sijali ni nani anayesema ni kweli ama ni makosa, hilo ni kweli kwa sababu ni Mungu akilifasiri neno lake mwenyewe. Hahitaji mtu yeyote kusema, vema, hizo siku zimepita. Hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu, na huo wote ni ushupavu wa dini. Ni makosa. Mungu anaposema ya kwamba atafanya jambo hilo katika wakati fulani, yeye atalifanya. Lakini jambo ni kwamba tunaingia kwenye mkondo wa siku za kale wa kitu fulani huko nyuma, shule fulani kuu kutoka huko nyuma, nasi tunalikosa. Hiyo ndiyo sababu walimkosa Yesu wakati alipokuja. Wangali walikuwa wakijaribu kuishi chini ya Torati, wakati Biblia ilikuwa imeshasema wazi. Papa hapa nitaisoma. Yeye alisema, yachunguzeni maandiko, ndani yake mnadhani mna uzima milele, nayo ndiyo yanayonishuhudia. Maandiko yasiponishuhudia, basi ni uongo. Hakika wangeweza kuona ya kwamba bikira atachukua mimba. Hakika yeye alikuwa ndiye jibu kamilifu kwa hayo maandiko. Sisi wa Kristo tunaamini jambo hilo sasa. Lakini ingalimfaa nini Musa kuja na siku ya Nuhu, ujumbe wa Nuhu? Ingelimfaidi nini Yohana Mbatizaji kuja na ujumbe wa Musa? Unaona, sisi hatuko kwenye ujumbe wa Sankey, hatuko kwenye ujumbe wa Moody, tuna ujumbe wa saa hii. Hatuko kwenye ujumbe wa Luther au ujumbe wa Wesley. Walikuwa sawa, bali hii ni siku nyingine. Hii ni ahadi nyingine. Huu ni wakati mwingine wa kanisa. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Jinsi lilivyo la ajabu sana, jinsi watu wanavyoweza kuwa vipofu katika wakati huo, lakini haina budi kuwa hivyo. Vuguvugu katika wakati huu, Biblia ilisema, nao wangetapikwa kutoka kinywani mwake katika wakati huo kanisa la Laodikia. Bali wengi kadri awapendao, yeye huwarudi na kuwakemea. Alisema kwamba ingekuwa jinsi hii katika wakati huu wa kanisa la Laodikia. Kumbukeni, Mungu hubadilisha umbo lake. Enmorphe, neno hilo la Kiyunani linamaanisha yeye huvaa kinyago kingine, kama vile katika Carmen ama kitu fulani ama tamthilia za Shakespeare. Yeye ni kama mwigizaji, yeye hubadilisha sura yake. Yote yale hao manabii waliokuwa, huyo alikuwa ni Mungu ndani ya hao manabii. Yesu alisema hivyo, unawaita miungu hao waliojiliwa na neno la Mungu, nami huyo hapa mwana wa Mungu, mnanihukumuje? Lo, jamani, ni jambo lile lile leo. Ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili, ujumbe wa saa hii, nuru ya siku hizi. Hatuwezi kuchukua hizo jumbe zingine za huko nyuma, tayari zimekwisha kuishiwa. Tunaishi katika mng'ao wa nuru fulani. Hilo ndilo deni lililokuu kabisa, unyang'anyi ulio mkuu kabisa. Mataifa yaliyopata kujua ulifanyika Uingereza hapa si muda mrefu uliopita, ulifanywa kwa taa za bandia. Dola milioni 7
unyang'anyi wa gari moshi haujapata kutukia hapo kabla katika historia. Huo ulikuwa ni wizi mkubwa, dalili ya chanzo cha wakati wa wahalifu ulimwenguni. Na dalili iliyokuu zaidi ya wahalifu katika wakati huo, katika ulimwengu tunamoishi, ni nuru bandia katika majira haya tunayoishi, inayojaribu kuturudisha nyuma chini ya namna fulani ya kanuni za imani na kadhalika. Wakati sisi ni nyaraka zilizo hai, ama kwa neno mwingine, sisi nyaraka ambazo ni hai, ambazo zimeandikwa na sasa zinaliishi neno la Mungu kama alivyoahidi katika majira haya. Neno lililodhihirishwa, nyaraka zilizoandikwa ambazo zimekuwa zikiishi. Hicho ndicho wale mitume walichokuwa. Hicho ndicho Yohana Mbatizaji alichokuwa. Alikuwa ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Alijaribu kuwaambia hilo. Yeye alikuwa pia ni Malaki 3. Tazama, ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu, akaitayarisha njia mbele ya watu. Yeye alikuwa ni lile neno lililo hai. Nalo kanisa la kweli lililozaliwa mara ya pili katika majira haya, ndilo neno la Mungu lililo hai. Ni neno la wakati huo lililodhihirishwa. Yachunguzeni maandiko na mwone ni kitu gani kinachopaswa kuwapo katika wakati huo. Huyo hapo Kristo akiishi tena, akibadilisha tu kinyago chake kutoka kimoja hadi kingine. Sasa yeye alitambulishwa kabisa kama Masihi. Walipaswa kujua hilo. Tunajua kile Masihi alichopaswa kuwa. Alipaswa kuwa ni nabii. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema alikuwa. Hivyo ndivyo alivyosema alikuwa. Mimi mwana wa Adamu. Nasema mimi mwana wa Adamu kwamba ni nani? Siku zote anajitambulisha kama wakati wa nabii, anajitambulisha kama nabii wa Mungu. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Lakini yeye alikuwa ni zaidi ya nabii. Alikuwa ni Mungu nabii. Kile alichokuwa Daudi, kile alichokuwa Musa, kile alichokuwa Eliya, kile walichokuwa hao wote, katika yeye ulikaa utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Yeye alikuwa ni Mungu nabii. Alikuwa ni Mungu Yehova aliyefanyika mwili katika mwana wake mwenyewe, akajijengea maskani apate kujidhihirisha ndani yake. Wengine wote walishindwa, walikuwa na mapungufu, bali hakuna dosari ndani yake. Hata Mungu mwenyewe alisema, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezewa kuishi ndani yake." Hiyo ni kweli, hakuna dosari ndani yake. Sikieni yeye. Yeye alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa. Wao walisema, "Unajifanya mwenyewe u Mungu ama sawa na Mungu." Alikuwa hivyo. Yeye alikuwa ni mwanawe mwenyewe. Amina. Alikuwa ni dhihirisho la Mungu. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Na katika siku hii ya mwisho, yeye ananena na watu kupitia mwanawe Kristo Yesu, akijitambulisha mwenyewe. Basi Kristo ni nini? Neno. Neno la nini? Neno la Musa? Naam. Bali siku hii yeye ni neno lililodhihirishwa kwa ajili ya siku hii. Angalia jinsi Yesu alivyokuwa. Sasa yeye anapaswa awe ni nabii. Hebu na tuone kama alikuwa na ishara ya Masihi. Hebu na tuende katika Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza kwa dakika zingine 5-10 kabla hatujafunga. Yohana Mtakatifu 1, tunamwona yeye akija duniani. Alizaliwa na bikira, kile tu Biblia ilichosema. Alichukuliwa mimba katika tumbo la uzazi la bikira. Si kwamba huyo bikira alikuwa ni Mungu mke. Sasa je, unasema na Mariamu, je, hakuwa mkamilifu? Alikuwa ni mwanamke tu kama mwanamke mwingine yeyote, si Mungu mke, mwanamke. Fulani alisema, "Hivi huoni aibu kusema jambo hilo?" La, Bwana, angalieni hapa. Ni wapi alipokosea? Mbona hili hapa moja alilofanya. Wakati waliposhuka kwenda kwenye sikukuu ya Pentekoste, nao hao watu wakaenda mwendo wa siku 3, nao wakamkosa wazazi wake. Ndipo wakarudi kwenda kumtafuta, nao wakampata katika maandiko akihojiana juu ya hayo na makuhani hekaluni. Basi angalieni yale Mariamu aliyosema pale pale mbele ya wale makuhani, wale wakosoaji. Alisema, "Mimi na baba yako tumekutafuta kwa machozi." Lakini neno daima hulinyosha kosa. Yeye alikuwa ni neno, mvulana mwenye umri wa miaka 12. Hekima hii ilitoka wapi? Kumbukeni, papo hapo aliukadusha ushuhuda wake. Alisema Mungu ndiye aliyekuwa baba yake. Na hapa akasema, "Mimi na baba yako Yusufu tumekutafuta kwa machozi." Akasema, "Hamkujua ya kuwa imenipasa kwa kazini kwa baba yangu?" Unaona? Kama angelikuwa na baba yake Yusufu angelikuwa ndiye baba yake, angekuwa akitengeneza milango na makabati na kadhalika. Unaona? Bali alikuwa katika shughuli za baba yake, akilinyoosha neno la siku ile. Yeye alikuwa ni neno. Amina. Unaona, Mariamu alikosea, bali hakuna makosa aliyofanya yeye. Alikuwa ni yule mkamilifu. Angalieni hapa alipozaliwa, akalelewa, akabatizwa na Yohana. Roho Mtakatifu alimshukia, akaenda nyikani, akatoka, huduma yake ikaanza kuponya. Palikuwapo na mtu jina lake Simoni, naye akaja pamoja na ndugu yake Andrea kwenye mkutano. Sasa sikilizeni kwa makini. Sasa tunaenda kufunga na tuone kile alichokuwa wakati huo. Na kama alinena na baba zetu kwa manabii katika siku hizi za mwisho kwa mwanawe, tuone tu kile Mungu alicho siku hizi, tuone kama yeye ametambulishwa jinsi ile ile. Je, alijitambulishaje? Je, alishuka na kusema, "Sasa nimemaliza shule, nimepata degree yangu ya kwanza ya sanaa, PhD, LL kadhalika, niko tayari kwa huduma yangu"? La, Bwana, hakufanya hivyo. Alikwenda nyikani kama alivyofanya Yohana
Yohana akatoka ametiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Angalieni jinsi alivyojitambulisha mwenyewe wakati alipoanza kuhubiri. Kulikuwa kuna mtu mmoja, Andrea, aliyekuwa akimsikiliza Yohana, akashuka akaenda pamoja na Yesu kumtafuta alikokuwa, akamfuata mpaka kwenye mkutano, akamleta ndugu yake Simoni. Mara Simoni alipofika mbele za Yesu, Yesu akasema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Hilo lilimtambulisha. Papo hapo jina la Petro likabadilishwa kutoka Simoni likawa Petro, ambalo ni jiwe dogo. Kisha akawa kiongozi wa kanisa baadaye. Halafu tunamwona jamaa amesimama pale, jina lake Filipo. Akasema, sasa ngoja kidogo, hatujakuwa na nabii kwa miaka 400. Nabii ajaye tunajua jinsi atakavyokuwa. Kwa hiyo basi anaenda nyuma ya milima kama maili 15, kama ukipata kuwa pale kupaangalia mahali hapo, ambapo alimpata rafiki mmoja ambaye alikuwa na masomo ya Biblia pamoja naye. Alikuwa ni mtu mwaminifu sana, mzuri, aliyestaarabika. Jina lake lilikuwa ni Nathanaeli. Kwa hiyo hapana shaka alienda mlangoni akakuta kwamba hakuwa nyumbani kwake. Huenda ilikuwa ni mkewe aliyesema yuko huko nje kwenye shamba lake la mizeituni huko nje akiomba. Kwa hiyo Filipo, huko amechochewa sana na yale aliyokuwa ameona yakifanywa, ule utambulisho mkamilifu wa Kumbukumbu la Torati 18:15, nabii alikuwa ameinuka. Kwa hiyo akaenda akakutana na Nathanaeli na kusema, Nathanaeli, njoo uone yeye tuliyempata. Hawakuwa na wakati wa kuzungumza juu ya hali ya hewa na kadhalika. Ujumbe ulikuwa ni wa haraka, moyo wake ulikuwa ukiwaka moto. Hilo ni jambo kuu sana sasa kwetu, na mambo mengi sana ya kufanya mbali na hili. Na muda si muda, mwajua, yeye alisema, njoo umuone yeye tuliyempata, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Hebu na tuyadukue mazungumzo yao wakati walipotembea ufukoni mwa bahari. Ninaweza kumsikia Filipo akimwambia Nathanaeli, je, unamjua yule mzee mvuvi kule chini? Unajua yule mzee aliyekufa hapa si muda mrefu uliopita, Yona? La, mwanawe Simoni. Naam. Ninakumbuka nikinunua samaki kutoka kwake. Vema, vipi kumhusu? Vema, hana elimu ya kutosha kuliandika jina lake mwenyewe. Asingeweza kutia sahihi risiti yangu. Biblia ilisema alikuwa asiye na elimu wala maarifa, bali walijua ya kwamba alikuwa pamoja na Yesu. Kwa hiyo tunaona hata asingeliweza kutia sahihi kwenye risiti. Akasema, naam. Akasema, unajua nini? Wakati alipokuja moja kwa moja mbele ya mtu huyu bila kumfahamu, akamwambia jina lake lilikuwa ni Simoni, mwana wa Yona. Kasema, haimkini huyo ndiye Masihi, huyo si ni nabii, hiyo si ni Kumbukumbu la Torati 18, kutimizwa kwa maandiko. Hebu yafuatilie maisha yake huko nyuma. Tunaishi katika siku gani? Tunaishi tukimtazamia yule Masihi ajaye. Sisi sote Waibrania tunakutazamia. Huyo si ndiye? Sasa ngoja kidogo. Nathanaeli akasema, itanibidi kuchunguza. Vema, halitanishangaza kama hata kujua. Hebu nilione, hebu nihudhurie mmoja wa mikutano nione hilo likitendwa. Vema, anaenda moja kwa moja mkutanoni ambapo Yesu anasimama. Akasema, tazama Mwisraeli kweli kweli, ambaye hamna hila ndani yake. Akasema, Rabi, ulinijua lini? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini nilikuona. Hilo lilitosha. Hilo ni nini? Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Unaona, yeye alijitambulisha mwenyewe, lile neno. Msomi huyo alisema nini? Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Lakini hapo karibu walisimama baadhi ya wale ambao hawakuamini hilo. Wakasema, mtu huyu ni Beelzebuli. Yesu akasema, ninawasamehe hilo, kumwita Roho wa Mungu kitu kichafu, kwa kuwa upatanisho haukuwa umefanywa. Lakini wakati Roho Mtakatifu, yeye ni kiwakilishi nafsi, wakati sio wazo mtu. Roho Mtakatifu atakapokuja kufanya jambo lile lile, neno moja dhidi yake halitasamehewa kamwe. Kumbukeni, yeye yule jana, leo na hata milele. Neno lililotambulishwa likifanyika mwili. Ndipo tunamwona pale sasa. Hawa walikuwa ni Wayahudi. Kuna jamii tatu tu za watu. Tunaweza kuwa na ubaguzi wetu na miungano na lolote mtakalo. Mimi halinivutii. Mimi ni mtumishi wa Kristo nikiwatumikia watu wote. Lakini sikilizeni, hebu niwaambie, angalieni hapa. Kulikuwako na Myahudi, Mataifa na Msamaria. Na hebu iangalieni Injili ikizungumza juu ya Petro akiwa na zile funguo. Aliufungua kwenye siku ya Pentekoste kwa Wayahudi. Filipo akashuka na akaenda na kuwabatiza wa Samaria na kutoa pepo. Roho Mtakatifu alikuwa haja washukia. Petro akashuka akaenda na kuwawekea mikono, wakampokea Roho Mtakatifu. Na katika nyumba ya Kornelio wa Mataifa walimpokea. Sasa wa Mataifa, sisi wa Anglo-Saxon, hata hatukuwa tukimtarajia Masihi yeyote. Tulikuwa makafiri, tukibeba marungu mgongoni mwetu, tulikuwa tukiabudu sanamu. Lakini wote wawili, Wayahudi na Wasamaria, walikuwa wakimtazamia Masihi. Naye huwajia tu wale wanaomtazamia. Kumbukeni hilo kote katika mkutano huu. Yeye atakutana tu na wale wanaomtazamia.
Hatimaye basi yeye anahitaji, alikuwa akienda Yeriko siku moja, naye alitaka kupitia Samaria ambao uko huko nyuma ya milima. Akafika mahali pale. Sasa tumemwona akijitambulisha mwenyewe kama Masihi, akionyesha ishara yake ya Masihi, nao wakaikufuru. Kwa hiyo alitaka kupitia Samaria. Wao walikuwa wakimtazamia Masihi pia. Kwa hiyo akaja kwenye mji ulioitwa Sikari, mnamo kama kwenye saa 6. Kile kisima kingali kiko pale. Wanaketi tu chini karibu nacho, nje tu ya lango la jiji hilo, ambapo pampu ya umma wote wanakuja kuchota maji yao. Sio pampu, wao hushusha tu winchi na kuchota maji. Nao wana hayo mabalasi makubwa, wangali wanayo siku hizi. Na hebu naenda kuhusu kutengemaa. Baadhi yenu wanawake mnaotembea mmebeba vitabu kichwani mwenu, mnapaswa kuona jinsi hao wanawake wanavyoweza kuweka balasi la galoni 5 kichwani mwao, na moja kwenye kila nyonga, na kutembea tu wakizungumza na kuvitegemeza kikamilifu. Nao wakishuka wakienda mnamo saa 5 mchana, ambapo walifika kule karibu saa 6, naye akawatuma wanafunzi mjini wakanunue vyakula. Basi kulikuwako na mwanamke fulani mjini mwenye sifa mbaya, hakuruhusiwa kuwa pamoja na wanawake wengine. Kwa hiyo akaja kisimani kujitekea maji. Na alipokuwa karibu kushusha mtungi wake wa maji, aliangalia ameketi pale akiegemea ukuta mwanamume aliyemsemesha, akasema, "Mwanamke, nipe maji ninywe." Sasa walikuwa na ubaguzi mkali, Wayahudi na Wasamaria. Naye akamjulisha upesi sana ya kwamba haikuwa desturi kwa mwanamume wa sampuli yake kumwomba mwanamke kama yeye Msamaria kibali chochote, kwa sababu Wayahudi na Wasamaria hawakupendana, hawakuwa na ushirikiano wowote. Akasema, "Lakini kama ulijua ni nani unayesema naye, ungeniomba mimi maji unywe, nami ningekupa maji usiokuja hapa kuchota." Yeye alikuwa akifanya nini? Akiwasiliana na roho ya huyo mwanamke. Yeye alikuwa ni nabii. Nao mjadala ulikuwa kama wanapaswa kuabudia Yerusalemu ama mlimani. Akasema, Baba anawatafuta hao watakao waabudu katika roho na kweli. Ndipo akaendelea mpaka akapata shida ya mwanamke huyo ilikuwa ni nini. Aliendelea moja kwa moja mpaka akapata shida yake. Sote tunajua ilikuwa ni kitu gani, sisi tunaoisoma Biblia, Yohana Mtakatifu 4. Tulipata nini? Alikuwa na waume wengi mno. Akasema, "Nenda kamuite mume wako mje naye hapa." Akasema, "Sina mume yeyote." Akasema, "Umesema kweli, kwa kuwa umekuwa na 5. Angalieni tofauti kati ya mwanamke huyo na hao makuhani katika siku ile. Alisema, "Bwana, naona ya kuwa unabii." Sasa hatuja kuwa na mmoja kwa miaka 400. Naona ya kuwa unabii. Tunajua Masihi ajapo, hili ndilo jambo atakalofanya. Hiyo ni kweli. Yeye atatuonyesha mambo haya, atatuambia jambo hili. Akasema, "Mimi ndiye ninayesema nawe." Mtu tu wa kawaida ameketi pale mwenye umri wa miaka 30 tu, labda alionekana ni wa 50, maana walikuwa ndio kwanza waseme katika Yohana Mtakatifu 6, "Wewe ni mtu usiyepata bado miaka 50, nawe unasema umemwona Ibrahimu. Sasa tunajua ya kwamba wewe una pepo." Lakini akasema, "Ibrahimu asija kuwapo, mimi niko." Na naam, huyo hapo ni jamaa mdogo tu, labda akiingia mvi kidogo ndevuni mwake. Kazi yake, mwili wake wa kibinadamu ulikuwa ni mnyonge, hana uzuri hata tumtamani, ngozi ya kale ya pomboo tena, bali kilichokuwa ndani yake kilikuwa ni Shekina. Kilichokuwa ndani yake kilikuwa ni Mungu. Mungu ilikuwa ni kitu gani? Huyo hapo ametambulishwa, neno la Mungu, akijua siri za moyo wao. Unaona, hilo lilikuwa ni neno la Mungu. Je, alikuwa ni neno la Mungu? Na neno la Mungu lingali linafanya jambo hilo, kwa sababu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Je, mnaliona? Mnaliona katika mawazo yenu sasa? Angalieni, yeye yule jana, leo na hata milele. Alikibilia mjini na kusema, "Njooni mwone mtu aliyeniambia yale nimefanya. Haimkini huyu kuwa ndiye Masihi?" Kama hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi kwa Myahudi na kwa Msamaria, na yeye hana upendeleo, yeye yule jana, leo na hata milele. Na huo ulikuwa ndio mwisho, wakati Mungu alipoacha kujishughulisha na Wayahudi na Wasamaria. Na huu ndio mwisho wa kipindi cha wakati wa mataifa, wakati yeye amekuja kupitia kwa watengenezaji na kadhalika, hata mwisho, na kuahidi kama ilivyokuwa katika siku za Ibrahimu, ndivyo itakavyokuwa wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa kwa mataifa katika siku ya mwisho. Yeye angerudi tena. Mengi sana yangeweza kusemwa hapa, lakini hebu niharakishe sasa, kwa sababu ni saa 3 imepita kidogo tu. Tutatoka ifikapo saa 3:30, Bwana akipenda. Angalieni, nabii alisema huku katika Zakaria 14:6, "Kutakuwako na siku ambayo haitaitwa mchana wala usiku, bali itakuwa ni siku yenye utusitusi, lakini katika wakati wa jioni kutakuwako nuru." Sasa angalieni upesi, hakuna maandiko yanayoweza kuvunjwa, yote hayana budi kutimizwa. Sasa jua huchomoza vipi? Huchomoza wapi? Mashariki. Linatua wapi? Magharibi. Ustaarabu umesafiri pamoja na jua, na vivyo hivyo na Injili. Mnalipata? Sasa tumerudi kwenye pwani ya magharibi sasa tena.
Tukisonga mbele zaidi, tunarudi moja kwa moja mashariki tena, tuvuke Pasifiki moja kwa moja kwenda mashariki tena. Hakuna kitu pale. Unaona, sasa ustaarabu umesafiri pamoja na jua. Injili imevuka bahari, ilitoka Mediterania, kisha ikavuka ikaingia kutoka kwa Mtakatifu Paulo hadi Ujerumani. Kutoka Ujerumani ilivuka mlango bahari wa Uingereza hadi Uingereza. Kutoka Uingereza ikavuka Atlantiki ikaingia Marekani, na sasa imerudi tena kwenye Pasifiki. Angalieni, jua lile lile linalochomoza mashariki ndilo jua lile lile linalotua magharibi. Jua na Roho Mtakatifu, yeye yule aliyeshuka kwenye siku ya Pentekoste kule mashariki. Sasa imekuwa ni siku ambayo isingeitwa mchana, ni ya utusitusi, siku yenye utusitusi, yenye mvua. Unaiona hapa Kansas, yenye mvua, yenye utusitusi. Tumekuwa na nuru ya kutosha kujiunga na kanisa na kufanya mambo haya, nuru ya kutosha kutembea huku karibu, bali yeye alisema wakati wa jioni itakuwa nuru, mwana angerudi tena. Na Roho Mtakatifu anarudi katika siku hizi za mwisho pamoja na utimilifu tena wa nguvu za Mungu, neno likidhihirishwa kupitia wa Lutheri, na kama tu nini, kama tu piramidi inavyokuwa. Lutheri, matengenezo ya kwanza; Wesley, Pentekoste, na sasa inachongwa ipate kuingia moja kwa moja, kwa kuwa wakati jiwe la kifuniko litakaporejea kwenye piramidi, italibidi kuenea kama hayo mengine, hata huwezi kuupitisha ubapa wa kisu katikati yake. Ni kamilifu sana. Na vivyo hivyo huduma katika siku za mwisho itafanana sana. Ni kama vile mkono wako ulivyo ni halisi na kivuli cha mkono wako kikiwa negativu, vinapokuja baada ya kitambo kidogo vinakuwa ni kitu kimoja. Vinakuwa hivyo. Na hivyo ndivyo kanisa linavyokuwa, bibi harusi anavyokuwa kwa Kristo. Wanakuwa ni mmoja, kama vile mwanamume yeyote na mkewe. Mnaona, anakuja moja kwa moja kufikia kwenye siku za mwisho, nasi tunajaribu kuishi katika mng'ao wa siku nyingine. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Inamtambulisha yeye kikamilifu kabisa. Na Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kama tungaliishi huko nyuma katika wakati wa Luther, tuangalie papa hapa nyuma katika wakati huo, tunaona hasa katika wakati wa Sardi na kwamba Luther alikuwa ndiye huyo mjumbe hakika kabisa, pamoja na yule farasi aliyetoka, pamoja na hao wengine waliotoka katika wakati huo. Tunauona wakati wa Wesley, ule wakati wa Philadelphia, unaona huo wakati mkuu wa mwisho ulioendelea, upendano wa ndugu. Unamwona Wesley akiwa mahali pale pale hasa ambapo Biblia ilisema alikuwa. Unaona siku hizi pale pale tu yeye alisema alikuwa. Hii ndio ile saa, wakati tunamoishi. Sikilizeni, wale wa Yunani walishindwa kumuona. Kwa nini? Mabwana, tungetaka kumuona Yesu. Walishindwa kumuona kwa sababu yeye alikuwa amevaa hekalu lake la kibinadamu. Mungu katika mwanadamu, mwili wa binadamu ndio uliowapofusha. Wasingeweza kufahamu. Wewe ukiwa ni mwanadamu unajifanya mwenyewe Mungu ama sawa na Mungu. Akasema, vema, kama mngeweza kuwaita kwa Torati, wala hakuna maandiko yanayoweza kutenguka, mnawaita miungu. Walikuwa miungu ambao walijiliwa na neno la Mungu. Basi yeye ndiye utimilifu wa hilo neno, neno lilokuwa ni kwa ajili ya siku hiyo, mwana wa Mungu mkombozi. Wakati Mungu mwenyewe yeye alikuja duniani na kuishi katika mwanadamu, apate kuyachukua mauti juu ya nafsi yake, apate kuwakomboa wote. Ule mti kutoka kwenye bustani ya Edeni, sio yule mwanamke, yule mwanamume, Adamu wa pili, ambaye alikufa na kuingia ardhini, apate kutoa hizo kemikali. Amina. Hayo majani yaliyokuwa yameanguka huko nyuma, apate kuyaleta katika ufufuo. Ni mengi jinsi gani yangesemwa juu ya jambo hilo, ingetuchukua saa nyingi. Lakini tupo hapa penyewe sasa. Wa mataifa wa siku hizo walishindwa kuliona kwa sababu lilikuwa katika mwili wa kibinadamu. Sijui kama tutafanya jambo lile lile. Sijui kama tutafanya kosa hilo la kuhuzunisha ambalo alilifanya, kushindwa kumjua yeye, kwa sababu yeye alikuwa neno kwa ajili ya wakati huo. Alitambulishwa katika mwili wa mwanadamu. Fulana ambaye hakuwa na elimu, ambaye hatukumjua akienda shuleni, hatukuwa na vitambulisho hata alipata kutoka kwenye dhehebu lolote la siku hizo, bila elimu, hakuwa na sifa za chochote, lakini mwenda wazimu, mlevi, rafiki wa wenye dhambi, mtu anayeupindua ulimwengu, aliyezaliwa kiharamu. Mama yake alitiwa mimba na askari, naye akajichukulia jina kama mwana wa Mungu, ama kujiita mwenyewe nabii. Galilaya huyu anayejiita nabii. Lakini neno lilidhihirishwa, wote waliompokea yeye aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Na ndivyo ilivyo siku hizi, wakati tunapoiona kazi hii kuu ya Roho Mtakatifu ikidhihirishwa, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana na binti za Mungu. Yesu Kristo akitambulishwa vile vile kwa neno lake katika kila kizazi. Tuviinamishe vichwa vyetu.
Marafiki wa Kristo, ninataka kuwaulizeni, hebu na tusimame tuwazie kwa muda kidogo. Je, hii ni kweli ama ni kosa? Ndivyo ilivyo. Kama ni kweli, tunawajibika kwa yote. Unaenda wapi? Mwisho wa jambo hili ni wapi? Unawezaje kuwa na hakika ya kwamba unasema kweli? Sasa hapo mwanzo yeye alikuwa ni Neno, nalo Neno huyatambua mawazo yaliyo moyoni. Nilifanya hivyo kupitia kwa manabii, nilifanya hivyo kupitia kwa Kristo, naye aliliahidi katika siku za mwisho, kwa kuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Baba wa mbinguni, lichukue neno lako ukaliweke katika moyo wa mwanadamu, kusudi wao watu wote pamoja usiku wa leo, kundi hili dogo la watu hapa nje, tunatambua Bwana ya kwamba tunaishi katika vivuli vya kuja kwake, navyo vivuli vinakuwa halisi zaidi mwaka baada ya mwaka. Tunaona ishara zikitokea, mambo ya kutisha tunayaona kwenye magazeti ya kila siku na magazeti ya muda. Mwezi unageuka kuwa damu. Unasikia juu ya matetemeko ya nchi kote ulimwenguni yakiulipua ulimwengu mzima. Na sasa siku moja yaliutikisa ulimwengu mzima wakati mwana wa Mungu alipokataliwa rasmi na kusulibishwa. Na sasa tunaona ya kwamba kundi kubwa linaloitwa Baraza la Makanisa Ulimwenguni limemtoa nje rasmi, kama walivyosema katika huu wakati wa Laodikia. Alikuwa nje ya kanisa akibisha mlangoni akijaribu kurudi ndani. Na sasa tunaona ya kwamba kuna tetemeko lingine ambalo liliikumba hii, si mataifa mengine, taifa hili likautikisa ulimwengu mzima. Yesu akitolewa nje rasmi, naye anasimama akisihi usiku wa leo, ametambulishwa kinaganaga, je, yule jana, leo na hata milele. Jalia waaminio walione, jalia wale walio wagonjwa walione Bwana. Jalia wale walio hapa usiku wa leo waweze kuligusa vazi lake kama walivyofanya katika siku zilizopita. Waponye wagonjwa na uwaokoe waliopotea. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu awabariki. Sasa hebu dakika moja kwa ajili ya mstari wa maombi. Tuna dakika 15 kamili za kutoka katika wakati mzuri. Sasa yote ningaliweza kusema, mimi ni mwanadamu, maneno yangu yanaweza kushindwa kama tu ya mtu yeyote mwingine, sisi sote. Nimewathibitishia usiku wa leo ya kwamba kila nabii chochote kile walifanya makosa yao, lakini Mungu hafanyi makosa yoyote. Neno lake ni kweli. Ni wangapi wanaoamini ya kwamba yeye ni neno? Mungu awabariki. Hapo ndipo imani yangu imejengewa, si juu ya kitu chochote pungufu ya damu ya Yesu, na kweli Yesu ni neno. Sasa ninaamini ya kwamba Bili alisema, je, alisambaza kadi za maombi? Kuna kadi za maombi zilizotolewa? Sikujua. Yeye alisema kwanza ya kwamba hakudhani walikuja na kusambaza yoyote, lakini kama walizisambaza kadi za maombi, tutafanyiza mstari mfupi wa maombi. Mtu fulani, je, hapa kuna kadi ya maombi namba 1? Hebu tuone ni nani aliye na kadi ya maombi namba 1. Naam, kuna namba 1? La, kadi ya maombi namba 1. Ni nani aliye nayo? Kuna kadi ya maombi namba 1? Pema, labda hakuzisambaza kutoka namba 1. Ni wangapi? Lo, ipo. Naam, vema, kadi ya maombi namba 1. Njoo hapa usimame karibu nami hapa, kadi ya maombi namba 1. Namba 2, ni nani aliye na namba 2? Namba 3, kwa dakika chache sasa sisi. Namba 3, ni nani aliye na kadi ya maombi namba 3? Angalieni, kuna mtu hapa kwenye machela fulani na aangalie kadi yao kama wana moja. Namba 3, namba 4, ni nani aliye na kadi ya maombi namba 4? Ni kadi ndogo. Mwanangu ama mmoja wa kundi hilo atashuka aje na kuzichukua kadi hizi mbele zenu na kuzichanganya zote, kisha wanawasambazia. Ndipo wakati basi hiyo inaonyesha kulikuwa na watu wakati mmoja waliojaribu kuziuza hizo kadi za maombi, na hiyo ndio sababu zinatambulishwa jinsi hiyo. Hata huwezi kuziuza, maana hujui ni nani atakayekuja kule. Nijapo hapa sianzii kwenye namba fulani maalum, kuanzia tu kutoka mahali popote. Pote katika juma hili mtaona nitabadilisha nyuma kwenda mbele na juu na chini kupata kadi hizi za maombi, mnaona. Na kwa hiyo tunafanya jambo hilo hivyo ili kusema ya kwamba kila mtu kwa kila siku tunapozisambaza hizi kadi, ili kwamba watu kila siku wanaweza kupata nafasi ya kuingia. 1, 2, 3, 4, 5. Nitawaita mmoja mmoja, maana sitaki mtu fulani awe ni kiziwi kisha waseme, mbona hakuna mtu aliyeniambia. Naona nao wakakosa mahali pao kwenye mstari wa maombi, na labda wakiwa na kadi ya maombi wasingewapa nyingine. Mnaona, kadi ya maombi namba 5, ni nani aliye nayo? 1, 2, 3, 4, 5. Kadi ya maombi 5, hiyo ni sawa. Kama una hakika una 5, nenda pale juu, hiyo ni sawa. Namba 6, 11. Prayer card 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prayer card 10 and 11.
Look now, it might be somebody deaf. Look at your neighbor's card. All around, I guess they're mixed up all through here. 11. Kadi ya maombi 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kadi ya maombi 10 na 11. Angalieni sasa, huenda ikawa ni mtu aliyekiziwi. Angalia kadi ya jirani yako kila mahali. Nafikiri zote zimechanganywa kote kupitia hapa. All right. How many is there, Roy? Yeah. Vema, ni wangapi waliopo hapo Roy? Wahesabu uone. 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4. 15. Vema, hebu natuachie papo hapo kwa dakika moja tu, maana hatuna muda mwingi sana. Sasa ni wangapi wasio na kadi ya maombi, nawe unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Inua mkono wako. Mungu akubariki. Hiyo ni kweli. Kuwa na imani hiyo. Sasa kumbukeni marafiki, wakati wakijiandaa kwa ajili ya mstari wa maombi sasa, msisogee sasa kwa dakika 10 tu ama 15 zifuatazo mpaka tutakapokuwa tayari, maana unaona wewe ni roho. Ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Ilisema na nikasoma kutoka kwenye maandiko ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na kwa kipindi kifupi tu, kwanza sijalifanya hilo bado, kuonyesha ya kwamba yeye anapaswa kuchukua jambo hili tena katika siku za mwisho. Wangapi wanaoamini hilo? Malaki 4 na yote hayo yanapaswa kurudi moja kwa moja tena, yeye tena kushuka na kujitambulisha mwenyewe katika ujumbe wa kinabii, kugeuza mioyo ya watoto irudi kwenye ile imani ya mitume ya Pentekoste na wale baba zetu. Hilo ndilo hasa linalopaswa kufanywa. Sio kanuni fulani ya imani, bali kurudi kwenye imani ya kwanza. Sasa tunaamini hilo kwa moyo wetu wote. Sasa baadhi yenu hapo wasio na kadi ya maombi, sasa kumbukeni, mimi ni mtumishi wake na wewe ni mtumishi wake. Mungu ndani yangu na Mungu ndani yako. Una haja nami nipo hapa kukutumikia. Inaleta hayo pamoja na kuyafanya Mungu. Sasa maskini mwanamke yule, wakati mmoja, hebu ni wapi andiko jingine? Naamini kwamba liko katika Yohana Mtakatifu pia. Kulikuwa kuna maskini mwanamke mmoja ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu. Hebu tuseme hakuwa na kadi ya maombi, naye alitaka kuombewa, lakini kulikuwako na wengi sana waliosimama pale, asingeweza kuingia mstarini. Kwa hiyo akasema, ikiweza tu kugusa vazi lake nitapona. Ni wangapi wanaoikumbuka hadithi hiyo? Bwana, hakika. Naye alifanya nini? Alisukuma akapitia kwenye umati huo na kugusa vazi lake. Sasa vazi la Kipalestina huning'inia na kupwaya, na lina vazi la ndani pia, maana mavumbi kwenye miguu, mwajua. Kwa hiyo ni nini? Linapwaya. Sasa unaweza ukagusa koti la mtu fulani, wala asingehisi kitu kwenye ncha tu ya koti lake. Lakini vipi kuhusu vazi hilo kubwa, nene, zito la Kipalestina, linaning'inia chini kwenye miguu yake? Unaona, kamwe yeye hakuhisi huo kimwili, lakini aliligusa vazi lake, kisha akarudi kwenye umati huo. Hebu tuseme aliketi chini. Huenda alisimama, bali tuseme aliketi chini. Ni kitu gani kilichotukia? Yesu alisimama na kusema, ni nani aliyenigusa? Na unajua, Mtume Petro aliwazia ya kwamba hilo lilikuwa ni la mzaha sana mpaka watu, mbona yeye alimkemea kwa sababu ya jambo hilo. Kwa maneno mengine, huenda alisema, mbona angalia, kila mtu anakugusa, watafikiri hili umeharibikiwa na akili. Unaona, mbona kila mtu anajaribu kukugusa Rabii? Akasema, lakini naona kwamba nimekuwa mnyonge, nguvu, yaani uweza, umenitoka. Maskini mwanamke huyo mmoja alichomoa nguvu kutoka kwake. Aliangalia kila mahali katika wasikilizaji hao na kupata mahali alipokuwa, na akamwambia shida yake na kile kilichokuwa kimetukia. Biblia ilisema kwamba yeye sasa ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Hiyo ni kweli. Sasa kama wewe una imani ile ile katika Yesu yuyo huyo, itakufanyia jambo lile lile. Sasa iweni wenye kicho kweli kweli. Ombeni, msitilie shaka. Aminini kwa moyo wenu wote ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, naye atawajalia baraka hizi. Sasa Baba, jalia Roho wako Mtakatifu mkuu atufunulie neno lililotambulishwa katika mwili, miili yao na mwili wangu. Najalia neno na ahadi ya Injili ya usiku wa leo ambalo limehubiriwa lifasiriwe na Roho Mtakatifu mwenyewe aliye mkuu, kwa kuwa yeye aliahidi angekuwa pamoja nasi, naye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo tunajikabidhi kwako pamoja na ujumbe, upate kulithibitisha neno kwa ishara zinazofuata kama ulivyofanya kulingana na Marko 16. Amina. Sasa kila mtu na awe na kichwa sana. Naomba msisogee. Ketini kimya kabisa. Unaona? Sasa kumbukeni, wakati mwingine tumefikia mzozo. Ni wangapi walio humu ndani ambao ni Wakristo waliozaliwa mara ya pili? Hebu tuione mikono yenu. Vema, hilo ni sawa. Basi mnajua ninalozungumzia. Sasa je, huyu ndiye mama huyo? Huyu ndiye mama wa kwanza mstarini?
Vema, sasa mimi na mama huyu nijuavyo mimi hatufahamiani. Picha nzuri sana ya Yohana Mtakatifu mlango wa 4. Yesu alikutana na mwanamke kwenye kisima cha Samaria, mandhari kama haya mara ya kwanza waliopata kukutana maishani. Na kadri nijuavyo mimi, hii ndio mara ya kwanza tumekutana. Sisi hatufahamiani. Kama hiyo ni kweli, kusudi tu watu waone kwamba hiyo ni kweli, inua tu mkono wako. Kwa hiyo mnaona, sisi hawa mara ya kwanza. Sasa kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele, sasa kuzungumza na mwanamke huyu jinsi alivyofanya na yule mwanamke pale kisimani, ingekuwa ni kutafuta kujua jambo fulani ambalo amefanya, ama shida yake, ama kitu juu ya nini, kitu ambacho sijui lolote kukihusu, naye angemfunulia, ambapo sijapata kumwona. Mimi nina nini tu, mara ya kwanza niliyopata kuwa humu jijini, nami nipo tu hapa, yeye ni mgeni. Sasa hilo lingemfanya Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Hilo lingelifanya neno kuwa lenye kutambua mawazo yaliyo moyoni. Mnaona, lingemfanya yeye yule jana. Basi hii hapa mikono yangu na Biblia yangu, sijapata kumwona mwanamke huyu maishani mwangu. Mungu anajua hilo. Yeye ni mwanamke tu anayesimama hapo. Sijui zaidi juu yake kuliko mtu aliye mgeni, kuliko wote aliye hapa ndani kwake. Hiyo ni kweli, naye anajua hilo. Simjui, ila yeye anamjua. Naye ni neno, nalo neno huifunua siri ya moyoni. Linasema mambo mabaya, linamwambia kitu. Kama amefanya lolote baya, halijatubiwa chini ya damu, yeye atamwambia kuhusu hilo. Kama yeye anajifanya mwaminio, yeye atamwambia kuhusu hilo. Kama yeye ni mwaminio, yeye atamwambia kuhusu hilo. Kama kuna shida yote ya mwili, yeye atamwambia kuhusu hiyo. Kama yeye ni kitu fulani kwa ajili ya kitu kingine, atamwambia kuhusu hicho. Anaweza kufanya hayo yote, maana yeye ni Mungu. Anajua mambo yote. Sijui mimi. Yeye hanifahamu wala mimi simfahamu. Sasa kama yeye akilifunua hilo kwa njia hiyo, mnajua lingali ni neno. Waebrania 4:12. Neno la Mungu huzifunua siri za moyoni na linajua hali za mambo. Sasa kama Mungu atatufunulia jambo hili usiku wa leo, dada, wakati mimi na wewe tumesimama hapa pamoja, basi ungejua isingeweza kuwa ni mimi, ingebidi iwe ni yeye. Sasa ninataka kuzungumza na wewe tu kwa dakika moja, kwa sababu kuzungumza katika neno namna hii, mbona mimi ninahubiri, unaona, na halafu ninarudi, ninazungumza tu na wewe kama yeye alivyozungumza na yule mwanamke kisimani, akazungumza naye mpaka akapata kujua shida yake ilikuwa ni nini. Sasa kama Mungu atanifunulia shida yako ni nini, vema, utajua kama ni kweli ama si kweli. Na hivi nyote mtaamini? Kuna mtu yeyote huko nje anayemjua mwanamke huyu? Inua mkono wako kama wapo watu wowote. Naam, watu wengi sana wanamjua. Naam, vema. Sasa Bwana Yesu na ajalie jambo hili. Mnaona, hilo lisingekuwa tu ni neno lililohubiriwa, lingekuwa ni neno lilofanyika mwili, likinena, likifunua. Sasa Biblia haisemi ya kwamba utakuwa umesimama hapa na kwamba utakuwa una shida gani na yote kulihusu na kilichokuleta hapa ama yale umefanya. Haisemi hilo. Lakini neno hushuka linalomtambulisha msemaji. Unaona ya kwamba neno la Mungu, basi ujumbe ni wa kweli. Basi Mungu anautambulisha ujumbe kwamba ni wa kweli. Ubatizo wa Roho Mtakatifu na Injili yote hazina budi kuwa ni kweli, basi kama likitambulishwa vizuri. Jambo moja, wewe una wasiwasi mwingi sana, wasiwasi kweli kweli. Umefadhaishwa na jambo fulani. Hiyo ni kweli, una wasiwasi, umekuwa nao kwa kitambo fulani. Na jambo ni kwamba ni ugonjwa wa mguu wako, liko kwenye mguu wako wa kulia. Una hofu, ni kansa, inakusumbua kila mahali. Upande huo wa kulia umekwisha kabisa. Unasumbuliwa na tumbo lako, linakuchefua. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Usiogope, amini tu, naye atakuponya. Unaamini hayo? Vema, nenda ukimshukuru Mungu kwa ajili ya hilo na uwe mzima. Bwana akubariki. Ninataka tu kukuwekea mikono. Je, mnaamini yeye yule jana, leo na hata milele? Sasa hii hapa picha tena. Mzungu, mwanamke mweusi. Yesu akiwa ni Myahudi, yeye Msamaria. Naona yale wafanya wajue hakuna tofauti katika jamii ya wanadamu. Mungu alitufia sisi sote. Hiyo ni kweli. Yeye ni Mungu aliyafanya kwa damu moja mataifa yote. Nchi tulimolelewa iliibadilisha rangi yetu, haikuwa na uhusiano wowote na kile kilicho ndani yetu. Naam, hiyo ni kweli. Sasa wewe ni Mkristo. Upesi naweza kuhisi ile hisi ya kule kukaribishwa kwamba wewe ni Mkristo. Hiyo ni roho yako. Hiyo ingekuwa tu ni kama yeye alivyosema, tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Sasa ninaona umekuwa mgonjwa sana. Uchunguzi unathibitisha ya kwamba una kansa. Hiyo ni kweli. Na kansa hiyo, je, unaamini anaweza kuniambia mahali ilipo? Kulingana na takwimu, kansa hiyo imo katika utumbo mpana.
Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa unajua ya kwamba kitu fulani kimesimama hapa ambacho kinakujua. Unaamini ya kwamba atakuponya. Kama imani yako inaweza kumvuta huko, kuligusa vazi lake na kufunua jambo lile lile alilofanya wakati ule, basi nenda ukamwamini, nawe utapona kutokana na huo na kupata afya. Kama utaamini jambo hilo, amini tu. Ni rahisi tu hivyo dada, kuamini tu. Usitilie shaka. Nafikiri sisi hatufahamiani pia, mimi na wewe hatufahamiani. Mungu anatujua sisi sote. Unaamini ya kwamba Mungu angeweza kunifunulia shida yako? Unaamini angeweza kunifunulia shida ya mtu yote huko nje? Unaamini jambo hilo? Ni wangapi huko nje wanaamini jambo hilo? Unawazia nini juu ya jambo hilo? Unaamini kwa moyo wako wote? Basi mawe yako ya nyongo hayatakusumbua tena. Nililisikia likija, nilikuwa nikisoma mawazo ya watu, nilitaka tu muone, sikuwa nikiyasoma. Vema, unaniamini mimi kwamba ni mtumishi wake kwa moyo wako wote? Asante, wewe ni Mkristo. Naam, hivyo wala si muomba lifti, Mkristo halisi na umezaliwa mara ya pili. Vema. Je, unaamini ya kwamba mimi nikiwa ni ndugu yako sijui lolote kukuhusu, lakini Baba yetu wa mbinguni anayetujua sisi wawili angeweza kunifunulia shida yako ni nini? Unaona ya kwamba umekuwa na nyingi sana. Umefanyiwa upasuaji, na huo upasuaji ulikuwa ni wa kansa. Ulitoa ziwa, hiyo ni kweli, na ungali unasumbuliwa nayo. Unaamini utakuwa mzima tangu sasa na kuendelea? Pitia papa hapa ukiamini kwa moyo wako wote, na Mungu akubariki. Bwana Mungu na akuponye. Hebu kuwa na imani, usitilie shaka. Amini tu kwa moyo wako wote ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa je, unaamini mama? Hatufahamiani, sikujui, unijui mimi. Hatufahamiani kabisa, lakini Baba wa mbinguni angenifunulia jambo fulani baya, jambo ambalo umefanya, jambo ambalo hukupaswa kufanya, ama ulilopaswa kufanya wala hukulifanya. Lolote lile, lolote liwalo, utaamini ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unajua ingepaswa kuwa ni yeye ambaye angefanya hilo. Hiyo ni kweli. Unasumbuliwa na kivimbe, na kivimbe hicho kiko kichwani. Una hofu sana. Kweli. Unaamini ya kwamba kitatoka sasa, ya kwamba Yesu Kristo atakupa afya? Kama ulivyoamini, ndivyo itakavyokuwa kwako. Nenda ukiamini. Amina. Mungu akubariki. Nenda zako tu, amini. Kamwe usitie shaka. Amini tu kwa moyo wako wote. Kuwa na imani, usitilie shaka. Amini tu kwa moyo wako wote. Tumbo lako limekuwa likikusumbua, ugonjwa wa tumbo. Unataka kwenda kula? Amini. Haya basi. Uhali gani? Hatufahamiani. Sikujui, hunijui. Lakini pana mtu fulani hapa asiyeonekana, lakini ametiwa utaji katikati yetu, anayejua shida yako ni nini. Ninakuona ukijaribu. Naam, ni yabisi kavu. Unaamini atakuponya kutokana na hiyo? Nenda, amini hilo, wala hautakulemaza kama utaamini tu. Una mambo mengi ambayo yamekusumbua, shida ya akina mama kwa muda mrefu. Halafu jambo lingine, kitu chako kikuu ambacho unataka kuponywa ni yabisi kavu pia. Unaamini ya kwamba atakuponya? Nenda zako, amini. Hakuna lingine. Kuwa tu na imani na usitilie shaka. I've never seen you in my life. There's another woman keeps appearing. Hunifahamu mimi, sijapata kukuona maishani mwangu. Kuna mwanamke mwingine ambaye anatokea. Kama Mungu atanifunulia jambo fulani kuhusu wewe. Naam, ni uvimbe, unakabiliwa na upasuaji. Maskini mwanamke yule aliye kwenye kile kiti anakabiliwa na jambo hilo, ni kivimbe. Unaamini kwa moyo wako wote? Unaamini? Mungu atawaponya ninyi nyote wawili kama mtaamini jambo hilo. Weka mkono wako juu yake. Jambo ndilo hilo. Katika jina la Bwana Yesu, katika jina la Bwana Yesu, na uponywe dada. Mnaona ninyi, siwezi kulielezea hilo marafiki. Msiniulize kulieleza. Presha, nguvu moja. Kivimbe ni kitu gani? Ni kikulia. Kikulia ni kitu gani? Kuzidishwa kwa seli.
Wewe ni nini? Kuzidishwa kwa seli. Kivimbe ni kitu gani? Katika Biblia kinaitwa Ibilisi, mtesi. Hebu muone akiomba msaada kwa kupiga makelele, naye huyo mwingine akamjibu. Naona wawili waliofanana, na hilo ndilo lililolisababisha. Vema, njoo mama. Hatufahamiani. Umekuwa na hali ya wasiwasi kwa muda mrefu sana, ambayo imekufanya kushikwa na ugonjwa wa tumbo, shida ya tumbo, kidonda cha tumbo, kulichachua tumbo lako na kuathiri meno na kadhalika. Unaamini kwamba Yesu Kristo atakuponya sasa? Vema, nenda ukale chakula chako cha jioni basi. Amini kwa moyo wako wote, Yesu Kristo atakufanya mzima. Amini tu sasa. Hatufahamiani. Mungu anaishi wapi katika mwanadamu? Moyoni. Hapo ndipo ilipo shida yako. Iko kwenye moyo wako, si kwa sababu ya kumkosa Mungu, bali ni kuachilia imani yako kuponya ugonjwa huo wa moyo, nawe utapona. Nenda zako ukiamini. Amini kwa moyo wako wote. Sasa usitilie shaka. Nenda ukiamini. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Ni wangapi wanaamini kwa moyo wenu wote? Unaamini ya kwamba Mungu yupo hapa kukufanya mzima? Una nini? Je, neno limefanyika mwili? Ni kitu gani? Sasa haidhuru ninaamini kiasi gani, wewe huna budi kuamini pia. Naona yule mwanamke aliyegusa vazi lake aliamini. Huyu hapa mwanamume anayeketi hapa akiniangalia, ana ngiri na bawasiri. Unaamini Mungu atakuponya? Kama unaamini, unaweza kupata ulichoomba. Mtu mwingine hapa ndani anayeamini ya kwamba Mungu huwaponya wagonjwa na wanaoteseka? Unaamini ya kwamba neno usiku wa leo linajua siri za moyo? Unaamini jambo hilo? Vema, ni kwamba sasa tumechelewa sana kwa yale tuliyokuwa. Ungeaminije jambo hili? Sasa unajua ya kwamba maandiko yanafanywa dhahiri. Usiache pazia la mwili likusumbue sasa. Unaona, kumbuka ni neno lililoahidiwa kwa ajili ya siku hizi. Ni wangapi wanaofahamu hilo? Neno lililoahidiwa. Sijui mmeona maigizo kiasi gani, lakini naomba heri. Yesu Kristo aliahidi jambo hili, na hili ni kweli. Unaona, hilo ni kweli. Sasa je, husema pia yale maneno ya mwisho aliyosema kabla hajaondoka duniani akapaa mbinguni? Alisema, enendeni ulimwenguni kote, Marko 16, kaihubiri Injili. Je, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ulipata kusoma hayo? Agizo la mwisho lilikuwa ni nini? Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Ni wangapi wanaojua jambo hilo kwamba ni kweli? Sasa kila mmoja wenu, dakika chache zilizopita, uliinua mkono wako kwamba ulikuwa ni mwaminio. Sasa simwekeane tu mikono hapo. Haitatubidi kuendelea. Najua yeye yuko hapa. Mbona msiwekeane tu mikono ninyi kwa ninyi na kumwombea mtu huyo anayeketi karibu nawe kama wewe ni mwaminio? Sasa yeye alisema, sasa la, si mimi peke yangu, ni wewe, kila mmoja wenu. Naliamini sasa? Semeni amina. Vema. Sasa angalia, usijiombee wewe mwenyewe, kwa maana mtu aliyekuwekea mikono anakuombea. Unaona, wewe waombee, nami nitawaombea ninyi nyote. Na kama tu mtaamini kwa moyo mmoja, huu utakuwa ni mmoja wa nyakati kuu sana mlizopata kuona. Uwepo wa Yesu Kristo ambao unapaswa kuliangaza kanisa, kujua ya kwamba katika siku hizi za mwisho ambapo kanuni za imani na madhehebu na itikadi na kila kitu zimelisonga neno kabisa, na Yesu aliye neno yuko nje ya kanisa, nanyi mnamuona akirudi moja kwa moja miongoni mwa watu na kujitambulisha mwenyewe kama alivyoahidi katika siku za mwisho, wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Je, alifunuliwa katika ubatizo? Alifunuliwa katika uponyaji wa kiungu? Huyu hapa katika sifa yake ya mwisho. Kumbukeni, hilo lilikuwa ndilo jambo la mwisho ambalo Ibrahimu aliona kabla ya moto kushuka na kuhukumu ulimwengu wa mataifa, na kabla yule mwana wa ahadi hajajitokeza jukwani, Isaka. Hili ndilo jambo la mwisho ambalo kanisa la Kikristo litaliona katika ishara ya muujiza mpaka kule kuonekana kwa Yesu Kristo. Kama Mungu amenipa kibali mbele yenu, niaminini katika jina la Bwana. Hakuna kitu kingine kilichosalia katika Biblia kutendeka ila kuichukua alama ya mnyama. Ninyi mna muhuri wa Mungu. Muombee mtu huyo aliyelala hapo anayeketi karibu nawe. Wawekee mkono wako. Ilikuwa ni kuwatafuta vilema, sioni wowote, lakini kitanda hicho kidogo ninaamini tayari kimenini. Vema, wekeaneni mikono na muombe. Dear Jesus, great immaculate Son of the living God, mpenzi Yesu, Bwana mkuu asiye na dhambi wa Mungu aliye hai, ambaye yupo hapa usiku wa leo katika umbo la Roho Mtakatifu, alibadilisha umbo lake na akashuka chini na kulifunua neno lake moja kwa moja katika mwili wa binadamu, mwanamume, wanawake wa kila tabaka la maisha, akionyesha ya kwamba angali hai, yeye yule jana, leo na hata milele.
Bwana Yesu, tupo hapa katika jiji hili kuu la Topeka, tupo hapa tumekusanyika pamoja na watoto wako. Nasi tunaomba ya kwamba kwa kuwa umejitambulisha sana miongoni mwetu, kwamba sasa utalithibitisha neno lako, lile agizo la mwisho ukisema, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa watapona. Nao watu wenye kukiri na kuzaliwa mara ya pili na Roho sasa wanawekeana mikono kujitambulisha mmoja kwa mwingine pamoja na agizo lako na neno lako. Sasa Shetani, huwezi kuwashikilia hawa watu wagonjwa zaidi. Hao ni raia wa neno la Mungu. Ondoka kwao. Ugonjwa ulio mwilini mwao usiwatese tena. Waachilie tangu usiku wa leo na kuendelea. Sisi kama watumishi wa Mungu ambao wametambulishwa kulithibitisha neno, tunakuagiza katika jina la Mungu aliye hai, Yesu Kristo aliye neno lilofanyika mwili miongoni mwetu, watoke watu hao wagonjwa na waache waende kwa ajili ya ufalme wa Mungu na amri tuliyopewa na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amina. All that believe and accept your healing without one shadow of doubt. Yote mnaoamini na mnaukubali uponyaji wenu bila tashwishi yoyote, hapa ndani ya pazia la utukufu wa Shekina, kuona neno liloahidiwa ambalo tutaliingilia kindani zaidi juma hili, lione likidhihirishwa papa hapa mbele yetu. Hebu tusimame kwa miguu yetu na kusema, ninakubali uponyaji wangu sasa. Ninaamini ya kwamba Yesu Kristo sasa aniponya. Kwa moyo wangu wote ninaliamini, ninalikubali katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki. Inueni mikono yenu sasa, na kila mmoja wenu katika njia yako mwenyewe mpe shukrani kwa ajili ya uponyaji wako. Amina.